Bwana Mange Kimambi amezungumza masuala kadhaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na swala la Askofu Gwajima na kanisa lake lilipofungiwa na kutafutwa kwake. Kupitia kwenye mtandao wake wa Instagram, Mange Kimambi amechapisha tangazo kwa nchi nzima juu ya Gwajima kutoka kwa dada wa taifa. Mange Kimambi ameeleza namna ambavyo Gwajima alivyokimbia mapolisi katika siku ambayo polisi ilienda kuweka utepe kwenye kanisa lake. Mange anasema sisi ni hivi, Gwajima is very safe for the time being. Yuko sehemu kajichimbia. Gwajima alikuwa hatua 10 mbele ya Samia na watu wake. Yani alivyosema tu ule mchezo baada ya kuweza kutafutwa, akaenda kukaa sehemu salama. So ile video aliyofanya akiwa ameposti na watu wake kanisani kwake, tayari alikuwa sehemu salama, aliwauza mapolisi. Polisi wamevunja kila kitu kanisani, wanamtafuta Gwajima, wakashindwa kumpata, yani mpaka vikombe walikuwa wanafunua kumtafuta mpaka dakika ambayo jeshi zima la polisi na usalama wa taifa wakashindwa kumpata kwa zaidi ya masaa 24. Mange amesema Gwajima atajisalimisha mwenyewe kwenye mazingira ambayo atakuwa salama na sio kutekwa. Amesema anafahamu kwamba wametoa oda kuwa akikamatwa afanywe chochote kile. Wamebaki wanakamata ndugu jamaa na marafiki, watocha ili waseme Gwajima alipo, ila nao hawajui. Saa 5 usiku hii imebidi niamke sababu ya hii update. Naombeni mniruhusu nilale. Huyo ni Mange Kimambi na amechapisha hivyo kwenye ukurasa wake wa Instagram. Ni maneno ambayo tumeyanukuu kutoka kwake Mange Kimambi. Na ndivyo hivyo ambavyo amezungumza. Askofu Gwajima baada ya kuzungumza masuala kadhaa akiwa kanisani kwake, tuliona muendelezo wa taarifa yake ikiwa ndo kama hivi, kanisa kufungiwa. Na taarifa ya kufungwa kwa kanisa lake ilitoka punde tu baada ya kuzungumza maneno hayo. Kufunga kwa shughuli za kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, chini ya kifungu cha 117 baba na kifungu cha 2 cha sheria ya jumuiya sura 337 kama ilivyorekebishwa na kifungu cha 39 baba cha sheria ya marekebisho mbalimbali ya sheria namba 3 ya mwaka 2019. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu. Katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuchonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya ya sura ya 337 na vinaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Basi hivyo ndivyo ambavyo taarifa ziligongelea msumari kanisa la Gwajima na kufungwa rasmi, na Mange amekuja na maneno hayo. Una maoni gani hapa?